Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu sana katika jina kuu la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi cha Saa ya Faraja katika Kristo. Tunaangazia maisha yako kupitia ujumbe wa neno la Mungu hivi punde ambao unakujia. Na kabla ya haya yote tumshukuru Mungu wetu. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya kipindi hichi cha leo. Bariki kipindi cha leo Bwana, kikaguse watu, kikawabadilishe watu maisha yao, wakapate kukujua. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti na kwa damu ya mwana kondoo, tunakubariki na tunakutukuza kwa sababu Bwana utakwenda kuonekana, utakwenda kujibu, utakwenda kusikia kila tunachokiomba mahali hapa katika jina la Yesu. Amen. Sasa tunaendelea na sehemu nyingine ya sababu za Yesu kuja ulimwenguni. Na leo tunaendelea na sababu ya 9. Yesu alikuja ulimwenguni kuwa sadaka kwa binadamu. Yohana sura ile ya 10 mstari wa 17 mpaka wa 18. Baba yangu ananipenda kwa kuwa ninamtii. Ninatoa uhai wangu ili niupate tena kwa ajili ya ulimwengu. Hivyo hivyo Kristo alitolewa mara moja tu kuwa dhabihu ili azichukue dhambi za watu wengi. Kwa hiyo alikuja kuwa sadaka kwa ajili ya ulimwengu wote upate kuokolewa. Huo ndio upendo wa Yesu Kristo kwenye maisha yetu. Lakini Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 18 inasema kwa kuwa Kristo aliteswa, naye aliteswa mara moja tu kwa ajili ya dhambi. Kwa hiyo aliteswa mara moja tu kwa ajili ya dhambi. Kwa hiyo damu yake imefanyika kuwa fidia ya mataifa mengi, na damu yake imefanyika kuwa msamaha wa dhambi, inasamehe dhambi na inafuta makosa na kuondoa. Hiyo ndio sababu ya ujio wake. Ujio wa Yesu Kristo umetuletea wokovu. Kupitia damu yake imekuja kulipa madeni yote tunaodaiwa ya dhambi. Alikuja kuwa sadaka kwa binadamu. Hakudaiwi tena na shetani. Hakuna kinachoweza kukuokoa. Ni Yesu Kristo. Mwamini mara moja na yeye atabadilisha mwenendo wako na kila kitu sasa. Lakini alikuja kuwaweka huru wale waliosetwa. Hii iko katika kile kitabu cha Luka sura ya 4 mstari ule wa 18 na wa 19, na kitabu kile cha Isaya 61 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 5, inayosema Roho wa Bwana Mungu yu juu yangu. Pale alipewa chuo cha nabii Isaya kwenye Luka 4:17. Yesu alipewa chuo cha nabii Isaya akakisoma akisema maneno haya kwamba Roho wa Bwana yu juu yangu, amenituma kuwahubiria wanyenyekevu habari njema. Amenituma kuwahubiria wanyenyekevu habari njema, lakini pia kinasema kwamba kuwaweka huru waliosetwa na kuwafungua wale wote waliofungwa, lakini kuwatangazia mateka uhuru wao. Kuwatangazia mateka uhuru wao. Kwa hiyo hizo ndio kazi za Yesu. Alikuja kuwaweka huru wale waliosetwa, waliofungwa kwenye magereza, waliofungwa na vifungo mbalimbali vya dhambi, ulevi, mambo mengi mabaya ambayo yamekufunga, magereza mbalimbali ambayo yamekufunga. Amekuja rasmi kwa ajili ya kukufungua, lakini pia amekuja kuondoa laana kwenye maisha yako. Anasema Kristo alipoangikwa msalabani aliziondoa laana, maana imeandikwa amelaaniwa kila aangikwaye kwenye msalaba. Kwa hiyo alikuja kuchukua laana. Lakini ukisoma katika kile kitabu cha Isaya sura ile 53 anaeleza vizuri kwamba alikuja kuchukua masikitiko yetu, alikuja kuchukua kuonewa kwetu, alikuja kwa ajili ya kuchukua aibu zetu, alikuja kwa ajili ya kuchukua fedheha zetu, na alikuja kuleta uponyaji juu ya maisha yetu. Kwa hiyo ujio wa Yesu Kristo ni huo. Tunaamini kupitia ujumbe huu kuna mahali utakuvusha kujua kazi zake na kwa nini alikuja ulimwenguni. Ni lazima ujue, usio unasherekea tu kuzaliwa kwa Yesu lakini ujui nini kilizaliwa. Usherekee leo, ujue kabisa kwamba ni uzima ulizaliwa, ni wokovu ulizaliwa, ni amani ilizaliwa, ni furaha ilizaliwa, lakini pia alikuja kwa ajili ya kuvifungua vifungo vya watu kama tulivyosoma katika Zaburi ya 116 mstari ule wa 16. Tunaamini ya kwamba kupitia kipindi hichi Mungu ataenda kufanya mambo makubwa kwenye maisha yako. Sasa nataka tuombe kwa ajili ya wale watu ambao ni wagonjwa, wanaumwa mahali popote walipo na wananitazama. Tuamini kwamba Yesu aliye ndani yetu ana nguvu za kuponya watu ambao ni wagonjwa, sawa sawa na ile Isaya 53 na kwenye kile kitabu cha Yeremia sura ya 30 mstari wa 17 inasema kwamba nitakurejeshea afya yako nami nitakuponya. Na tunaamini kwamba Yesu alikuja ili wanaoumwa wapate kupona, au waliofungwa wapate kufunguliwa. Kwa hiyo tunataka tuombe kwa ajili waliofungwa na vifungo mbalimbali,
na wenye magonjwa mbalimbali mahali popote wanaponitazama, mahospitalini, barabarani au majumbani au maofisini. Nguvu za Mungu ziwashukie na kuwaponya. Funga macho yako na tutamuomba Mungu kwa kifupi sana. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, Baba, katika jina kuu la Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote, tunakushukuru kwa ajili ya mtazamaji na msikilizaji wetu. Tunaomba ukamguse katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunaomba sasa neema yako ya uponyaji achiliwe juu yake. Kwa damu ya Yesu Kristo tunalaani magonjwa na matatizo yote juu ya watu wa Mungu. Kila maumivu kwenye mwili tunayafunga na kuyahamisha kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Baba, tunaomba neema ya wokovu juu yake. Tunaomba uponyaji juu yake. Tunaomba chukua masikitiko yake na aibu zake na fedhea zake na kuonewa kwake. Katika jina kulipitalo majina yote, tunatangaza uponyaji kwenye kila eneo lenye maumivu katika jina la Yesu Kristo. Amen.